Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Asubuhi ya leo nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya neema yake, na pia ninashukuru Mungu kwa sababu ya kutuleta ubali huu, na ninashukuru Mungu kwa sababu ya kushikilia imani yetu. Na ninataka nikukaribishe katika mafundisho mafupi ya Biblia. Mahali popote ambapo ulipo, nataka nikukaribishe sana. Na ni heshima kubwa kuwa ya kwamba uko katika mtandao huu, ni heshima kubwa. Na kwa hivyo I want to acknowledge that wewe ni wa baraka katika mitandao hii. Na hakika naamini ya kwamba kupitia mitandao hii Bwana wetu anaenda kukuzungumzia, na Mungu wetu anaenda kuzungumzia maisha yako. Na kuna jambo ambalo Bwana ametengeneza siku ya leo ambalo linaenda kukujenga, linaenda kukuinua, linaenda kuleta mambo mapya na mawazo mapya katika maisha yako katika jina la Yesu. Na kwa hivyo it is not in vain to use your bundles, to use your phone at time like now in the name of Jesus Christ. Kuwa katika mtandao huu ni kwa sababu ni wa baraka, na Mungu wetu ataweza kutenda jambo katika jina la Yesu Kristo. Naitwa Pastor Ben. Kwa wale ambao wananisikiza mara ya kwanza, ninahubiri kanisa la CFF Utawala, na tukiwa hapa katika mtandao huu ninashukuru Mungu kwa sababu hata mke wangu na watoto wako hapa, na ni jambo nzuri kuwa tuko pamoja, na Bwana awabariki. Kwa hivyo si uko peke yangu, na Mungu wetu ataweza kupokea utukufu. Na siku hii ya leo mpendo mtu wa Mungu ambaye tumeitwa katika wokovu pamoja, ningependa niweze kuzungumza kidogo kuhusu the test or the test of a believer. Test kwa Kiswahili ni mtihani, na kuna tofauti ya test na temptation. Praise the name of the living God. Na wakati mwingi huwaga hatutofautishi wakati ambapo mtihani inakuja na wakati ambapo majaribu yanakuja. Na ni vizuri mtu wa Mungu ya kwamba ndio tuweze kuendelea na kukua katika mambo ya Mungu, tuweze kujua wakati ambapo kuna jaribu na wakati ambapo ni temptation inakuja, na Mungu wetu ataweza kutubariki. Na siku ya leo ningependa niwaambie ya kwamba kitu ya kwanza ambayo inafaa ufahamu ni kwamba Mungu huaga hajaribu mwanadamu. God does not bring temptations to man. Praise the name of the Lord. Ndio kwa sababu Biblia inasema katika James 1 and verse 13 that when tempted, no one should say, God is tempting me. Listen to that word. James 1 verse 13 inasema ya kwamba when tempted, ama wakati ambapo unajaribiwa, usiseme ya kwamba ni Mungu anakujaribu. Na inamaliza kwa kusema for God cannot be tempted by evil. Na hivyo ni kuleta kwa wasiwasi ya kwamba jaribu huwaga inaletwa na shetani. Kwa sababu the Bible says that he is the father of all evils. And now if God cannot be tempted by evil, ni kutuambia vizuri na kwa wasiwasi ya kwamba the temptation comes from the enemy. Amen. Na inamaliza kwa kusema no does he tempt anyone. Mungu hawezi akajaribu mtu. Mungu hawezi akaleta temptation kwako wewe ambao unanitazama. Na nataka nikuambie kwamba every temptation is orchestrated, planned by the enemy, not God. But again, katika ufalme wa Mungu there are tests, and these tests that we go through ni tests ambazo ni za kufanya sisi tuweze kusimama vizuri, tuweze kudhibitika. Ni kama mtu akienda shule, when you go to school right from the lowest class, lazima ufanyishwe mitihani ndio uonekane vile ambavyo unaendelea kuelewa, na vile ambavyo unaendelea kukua, na vile ambavyo na vile ambavyo the tester expects you to grow from the results obtained from the previous exam. Praise the name of the living God. Na wakati ambapo ninaongea kuhusu mitihani, nataka nikuambie ya kwamba life is about test.
ama maisha ni mitihani, ni test, day in day out. Kuna test ambayo inakuja. Ama maisha ya wokovu, maisha ya imani ni maisha ya test, ni maisha ya kujaribiwa. Ni maisha ya kutestiwa, ni maisha ambayo ni ya mtihani. Mtihani leo unakuja wa finances, kesho unakuja mtihani wa family, kesho unakuja mtihani ya watoto, kesho hiyo nyingine inakuja mtihani wa aina nyingine yoyote. Hiyo nyingine inakuja mtihani wa karia yako, hiyo nyingine inakuja mtihani wa marafiki. You find that the friends are no longer interested with you. Hiyo siku nyingine inakuja mtihani ya kipawa. Hiyo siku nyingine inakuja mtihani ya ministry. Hiyo siku nyingine inakuja mtihani ya extended family. All the in-laws. Na unapata ya kwamba kuna mambo mengi ambayo yanakuja. Lakini kwa haya mambo yote nataka nikuambie ya kwamba Mungu hakuletangi mahali hapo ndio akaweze kukuangusha. Mungu hakuletangi mahali hapo ndio akaweze kukuaibisha. Mungu hakuletangi mahali hapo ndio ukaweze kuona aibu. Mungu hakuletangi mahali hapo ndio ukaweze kusononeka. Ama Mungu hakuletangi katika hiyo position ndio akaweze kuonyesha udhaifu wako. No. Mungu anga anakutest ndio aweze kukupeleka katika hiyo hatua nyingine. Praise the name of the Lord. Hata katika mitihani ambayo sisi zote tumeifanya, kwa sababu naamini ya kwamba kuna mitihani mingi ambayo tumepitia. Ulikuwa unatestiwa ndio uweze kuwa na promotion, uweze kuingia hiyo kiwango kingine. Maanake wokovu ni growth, wokovu ni kuendelea, ni kukua kutoka hatua moja mpaka nyingine. Na ile kitu ambacho hutusaidia kukua kutoka level moja hadi level nyingine is the test. You must be tested for you to qualify to another level. Praise the name of the living God. Na kanisa ni kitu moja ambao ni kizuri, kwa sababu tunakuwa watu ambao wamekuwa katika different levels. Mafundisho ni mamoja, lakini kila mtu anakuwa na test yake tofauti na yule mwingine. Na kwa hivyo mpendwa, your test is not my test. Test ya neighbor yako is not test yako. Test ya huyo mwingine is not your test. Kila mtu ako na level yake, na huwa unatestiwa equally to your ability. Praise the name of the living God. Na nataka nikwambia kwamba if there will be no test, there will be no growth. And if there is no growth, there is no promotion. If there is no promotion, there is stagnation. And therefore, our lives will live a life that will not be able to glorify our God. Kwa sababu wakati ambapo tumekaa katika level moja, ninataka kusema ya kwamba hakuna mtu anaweza kuwa satisfied, na hakuna mtu anaweza kutamani ya kwamba ninaingia katika wokovu nikae level moja. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo ninataka nikufundishe haya mambo siku ya leo. Ndio wakati kama huu ambapo tuko peke yetu, uko katika chumba chako, hatukutani pamoja kama congregation ya kanisa. Wewe uko kanisa hapo, uko peke yako, ama mko na familia yako. Nataka nikwambie kwamba haujui ili janga la pandemic ya coronavirus ni test gani ambao linaleta katika maisha yetu. We never know, kwa sababu Mungu hakuambiangi ama hata kutokea usiku akwambia na sasa brother, na sasa John, na sasa Joseph, na sasa Ashley, nimekuja kukutest. No. Test just come. But they must come to glorify the name of the Lord. They must come to bring promotion to your life. They must come to take you to the next level. Praise the name of the Lord. Na kitu ambacho kingine ambao ningependa kusema ni kwamba hakuna mtu awaga anapenda mitihani. Ni ukweli ama si ukweli? Hata wewe msikilizaji, wakati ambapo ukiwa high school ulikuwa unasikia kwamba kuna kati ambayo inakuja. Panic inakujaga. Watu wako wanaanza kushaka now, what is the content of this exam? What is the content in this paper? Na watu wengine ambao wanajaribu kuguess ni kitu gani ambacho kinaweza kuwa kinakuja. Watu wengine huenda extra mile. They want to get a more Kenya. Hello? They want to ask. They want to get the information about what is the paper. Kwa sababu kitu moja, exam ama test inalitaka panic. Number two, exam inatanga ile kitu ambacho kinaitwa after panic, kitu ya pili ambacho watu hufanya ni kuanza kufanya bidii. Exam provokes you to work more hard to just get the correct answer, to get the correct content, to understand what is being tested for your life. And sasa wakati ambapo ninaongea hiyo mambo, ninataka kusema ya kwamba when we don't love the test,
It means we must prepare ourselves for it. Hallelujah. Wakati umejua ya kwamba maisha yako yanahusiana na mitihani, lazima ukae katika hali ya kuprepare. Ama wakati tulikuwa tunasoma ukiambiwa ya kwamba term exams itakuwa next week, you will go every mile possible. Unaweka miguu kwa maji, unatafuta information, unatafuta watu ambao watakufanyia tuition ndio uweze tu kupita mtihani. Na nataka nikwambia kwamba hata kwa Mungu kuko namna hiyo. Ndio anasema ya kwamba tumtafute kwa bidii. Kwa hivyo wakati ambapo tuko katika ufalme wa Bwana, ni kazi ambayo tunaifanya ya kutafuta Mungu, na wakati ambapo tumetafuta Mungu, mitihani hatutaianguka, because God will give us a discernment of when he is testing us, na wakati ambapo shetani ameleta temptation. Bwana Yesu asifiwe. Now, devil has no part. Get this point. Devil has no part in our tests. Amen. Lakini ukisoma katika Genesis, wakati ambapo shetani alitokezea Adam and Eve, Biblia inasema ya kwamba they sinned against God. Na kwa hivyo temptation leads to sin, while test leads to promotion. Test leads to glory. Test leads to exaltation. Test leads to breakthroughs. While temptation inafanyaga mtu aingie kwenye majaribu. That is a hint ambao nimekupatia. Ndio wakati wowote ambapo kitu ambacho kinakuja juu ya maisha yako, when you look at it, you will be able to know hii itanipeleka kwenye dhambi ama itanipeleka katika hali ya kufanya Mungu wetu akaweza kuinuliwa. Nataka tuangalie katika Judges. Katika Judges tutasoma chapter 7, na kuna mambo machache ambayo nitaweza kuangalia kutoka hapo, na Mungu wetu atapata kutubariki. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Judges chapter 7. Hallelujah. Biblia inasema namna hii. Mstari wa kwanza, this is what the Bible says. Na ninaamini kwamba umefungua pamoja na mimi ndio tuweze kwenda mstari kwa mstari, na Bwana wetu ataweza kutubariki. Verse 7, the Bible says, early in the morning, Jerubbaal, that is Gideon, and all his men camped at the spring of Harod. The camp of Midian was north of them in the valley near the hill of Moreh. Verse 2 inasema, the Lord said to Gideon, you have too many men for me to deliver Midian into their hands, in order that Israel may not boast against me that her own strength has saved her. Verse 3 inasema, announce now to the people, anyone who trembles with fear may turn back and leave Mount Gilead. So 22,000 men left, while 10,000 remained. But the Lord said to Gideon, there are still too many men. Take them down to the water, and I will sift them for you there. If I say, this one shall go with you, he shall go. But if I say, this one shall not go with you, he shall not go. So Gideon took the men down to the water. There, the Lord told him, separate those who lap the water with their tongues like a dog from those who kneel down to drink. 300 men lapped with their hands to their mouth. All the rest got down on their knees to drink. The Lord said to Gideon, with the 300 men that lapped, I will save you, and give the Midianites into your hands. Let all the other men go, each to his own place. Praise the name of the living God. Na Baba, ninaomba ya kwamba ubariki neno lako siku ya leo katika jina la Yesu. Mpendwa, wakati ambapo tunaongea hii mambo, ukisoma kutoka mstari wa 2, tunaona mwito wa Gideon. Na wakati ambapo tunaangalia hivi, ukiendelea hapo mstari wa 3, the first is 3, ambao inasema ya kwamba
announce now to the people, anyone who trembles with fear may turn back. Na kwa hivyo, siku ya leo, the first type of test ambao ninataka kuongea kuihusu is the test of emotions. Praise the name of the living God. Na the test of emotion hapa tunaiona wakati ambapo Gideon ameambiwa ya kwamba these people are too many. Actually Gideon had that 2,000 men of war. Na amongst that 2,000 people, wakati ambapo aliambiwa ya kwamba wale wako na uoga waweze kuondoka, Biblia inasema ya kwamba 22,000 of them turned back. Praise the name of the living God. And now, if you calculate that number, unaona ya kwamba 10,000 men remained. Na hivyo ni kusema ya kwamba ukiangalia the test ambayo Mungu alipeana mahala hapa, the test of fear, kuambia watu ya kwamba ati kama kuna mtu akona uoga aweze kuondoka, 22,000 people left. Mimi nataka nikuambia mtu wa Mungu ya kwamba the test of emotion is very hard. Na kuna watu wengi huoga hawaelewi wakati ambapo wanapitia katika test ya emotions. How you react to fear, how you react to your worries, how you react to situations wakati ambapo zimekuja na zinaonekana ni kama kwamba zinataka kuleta uoga, zinataka kuleta hofu juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa tunaona kwamba when we are talking about emotions, tunaongea kuhusu the way you think and the way you observe and the way you see things and the way you behave after your analysis. Praise the name of the living God. Na Biblia hapa inatuambia vizuri ya kwamba wakati ambapo wale watu waliweza kurudi 22,000 men, that's a very big number. Na nataka nikuambia ya kwamba wakati ambapo Mungu anataka kuchagua watu wake, he wants to get the chosen from the called. He must use a test. Get that one right. God uses a test to separate the called and the chosen. Praise the name of the living God. Na nataka nikuambia kwamba if you are called, munakuwa wengi. They were called that 2,000 people. Lakini the first test of emotions disqualified 22,000 of them. Na nataka nikuambia ya kwamba hata katika nyumba ya Bwana siku ya leo, this is how the church is. Ama watu wengi wamekuwa conditioned in their mind in this nature that they do their things. Wanafanya mambo yao si ni kwa sababu wako na ujasiri na ile mambo ambayo wanaifanya, si kwa sababu wako na moyo wa kufanya ile mambo ambayo wanafanya. And that's the reason why you find many people are grumbling. Unapata watu wengi wana complain. It is a matter of emotion test. Their emotions are being tested. Praise the name of the living God. Wengine are grumbling. Wengine are fighting in the church. It's because they're not able to control their emotions. Hallelujah. Fear imejaa watu wengi. Mkisema ya kwamba I want to do something, tunataka kufanya maombi kama wiki moja, unasikia mtu akisema ya kwamba me am not called for prayers, I am not an intercessor. Mimi si mtu ambaye anaitwa katika uombezi, na mimi si mtu ambaye ana uwezo wa kufanya hiyo mambo. It's about your emotions. The Spirit of God is not spirit of fear. It's not spirit of worries. It's the Spirit that enables us, that gives us strength to overcome every situation that comes of our life. Bwana Yesu asifiwe sana. And it is my prayer today that your emotions shall not overcome your life. You will not be overcome by your emotions. Fear will not overcome you. For the spirit you are given is not spirit of fear. A time like now, watu wengi wana maswali mengi, tunapata maujumbe mengi, mengine yanatutia uoga, mengine yanatutia hofu. Lakini nataka nikuambia ya kwamba inawezekana sana kuwa kanisa wakati kama huu tuko katika mtihani wa emotions. We are in the test of our emotions. How do we react kwa situation? Wakati ambapo tumepata hatuna pesa vizuri, how are we reacting? Wakati ambapo tumepata ya kwamba hatukutani mahali popote ulipo, how are you reacting to that situation? Wakati ambapo tunasonga mbele na tunaona ni kama hata kazi zetu vile tunafanya zinaelekea kuangamia, zinaelekea kuanguka, how is your emotion? Are you worried? Are you facing the situation with faith or with fear? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu uoga is an instrument of the devil. And now you find a big percentage of these people
walitumiwa uoga. Yani hata kama walikuwa wamekubali ile mwito wa kwenda katika vita, they were not going willingly. Praise the name of the living God. They were not doing it out of their heart. They were not doing it with determination. Walisema kwa sababu maybe walikuwa naona kuna watu ambao watawachekelea. Kuna watu ambao wataona these people, hata kama tunaonanga wamesimama vizuri katika imani, they don't stand well. They are not people who are reliable. Praise the name of the Lord. And kwa hivyo wakati ambapo Mungu alitazama mioyo yao, akaona ya kwamba 22,000 of them wako na uoga, akajua I will give them a test of emotions. But I thank God, ni kwa sababu hata kisasi hiki kuna watu ambao katika situation hii, katika pandemic hii ya coronavirus, kuna watu ambao watapita mtihani wa emotions katika jina la Yesu. There are people who are chosen. There are people who are anointed. There are people who are called by God at a time like now, who will not fall to the test of emotions, but they will stand with their faith. They will stand on the ground, and the foundation of what they understand is truth and righteousness. Na Mungu ataweza kutushindalia katika jina la Yesu. I pray ya kwamba this will be your portion in the name of Jesus. That the courage, as God spoke to Joshua katika Joshua chapter 1, akamwambia ya kwamba you be strong and be courageous. This is my message for you today, that you be strong in this condition, in this situation. Be strong, be courageous. It is not you who will fight the battle. You only need to stand in your position without worry, without fear, or without trembling. You just need to stand. Usimame vizuri na utaona wokovu wa Bwana wakati kama huu katika jina la Yesu Kristo. We cannot worry and pray at the same time. We cannot worry and worship God at the same time. We cannot worry and do successful businesses at the same time. We cannot worry and reclaim our social life again. We cannot worry and reclaim our cities again. We cannot worry and claim our streets back to God. We cannot worry and claim the church back to God. We cannot. We need people who will stand without fear. Watu ambao watasimama vizuri. Nawaambia Mungu ya kwamba my emotions is conditions to go for you and for your will, and to obey and be there for you in time, in the name of Jesus Christ. Mimi nakuombea upokee neema katika jina la Yesu. Hata kama ulikuwa unasikia kuna uoga unakukujia, saa hii I rebuke it in the name of the Lord. I rebuke it in the name of the Lord. I rebuke it in the name of the Lord. May you receive your courage. May the spirit of courage be your portion now. In the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the name of the living God. Praise the name of the living God. Hallelujah. The other test. Kwa kifupi nataka niseme ya kwamba waliambiwa ya kwamba wale Mungu akasema bado hao watu 10,000 ni wengi zaidi. Akasema ya kwamba wapelekwe katika mto waweze kukunywa maji. Ni test gani ambayo ilikuwa mahali hapa? This is test of preparedness. Ama kuwa uko tayari wakati wowote kwa kila kitu ambacho kinaweza kukuja katika maisha yako. Nataka nikupatie mfano. Nikuambie kwamba Vashti alikuwa mrembo. Biblia inasema ya kwamba he was beautiful. Na hiyo ni kusema ya kwamba he was qualified. He had all what it takes to be the queen. Lakini a time came that he was not prepared, and God praised Vashti. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo wakati ambapo hao watu walipelekwa katika mto ndio waweze kutokea watu 300 peke yake, nataka nikuambie ya kwamba wakati ambapo ni wakati kama huu, how prepared are you for the occurrences, for the immediate things that are happening day by day? Are you ready? Will you complain? Kuna watu ambao hutumikia Mungu in their inconveniences. They are not ready to go extra mile. Hawawezi wakatoka katika mahali ambapo walipo. Lakini the kingdom of God, I want to tell you, is that you have to inconvenience. Wakati inanyesha, wakati kuna baridi, and God is calling you, you have to obey. You have to follow the voice of God. At time like now, I want to pray that you will be prepared. Hautaweka silaha zako za imani chini. Hautaweka silaha zako za vita chini.
hautalala katika mambo ya Mungu na hautalala kiroho, ni kwa sababu Mungu wetu ataweza kukushikilia. Kwa sababu wakati ambapo mtu ameenda kukunywa maji na mdomo, hauwezi ukakunywa maji na mdomo mpendo ukiwa umesimama. Hauwezi ukakunywa maji na mdomo, kulapa maji kama upo. Tunapewa hiyo example ndio tuone concentration. By the way, when wakati ambapo umba inakunywa maji, macho yake inakuwa kwa hiyo maji, and therefore the focus inakuwa lost. Praise the name of the Lord. We should not lose our focus. We are in a battle, and the focus should be unto Jesus, who has called us by our names, who knows us, who knows our every day, our rising and coming in. Praise the name of the Lord, who has already ordained our destinies even before we were born. That is our King. That is our God. He is going to make us stand even at a time like now. Na ninakuombea kwamba usisinzie. Usilale usingizi wa kiroho. Na mpendo, kama kuna vile ambavyo kuna usingizi wa kawaida, kuna usingizi wa kiroho. Na ninakuombea kwamba wakati huo hautalala katika jina la Yesu Kristo. You will be alert. You will be spiritually sensitive kwa mambo ambayo yanafanyika, na unachukua hatua ya kiungu ya kuingia katika kutafuta Mungu, kulilia taifa, kulilia watu ambao ni wagonjwa wa corona, kulilia mambo ambayo yanafanyika katika dunia, kuita Mungu kwa sababu ya kanisa. Ndio wakati ambapo Mungu ataweza kurudi apate kanisa likiwa prepare. Nataka uinamishe uso wako nikuombee katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru, ninakupa sifa, ninakupa utukufu, ninakuheshimu. Asante kwa sababu ya neema yako Bwana. Asante kwa sababu ya wapendwa hawa Mungu wa mbinguni. Ninaombea emotions zao, hawa ambao Mungu wetu wa rehema, that most of the time they are overcome by the emotions. I pray to them in the name of Jesus Christ, ya kwamba Bwana utaingilia maisha yao, utaingilia mawazo yao, utaingilia emotions zao, utawabadilisha hali kuanzia leo katika jina la Yesu. Wale ambao Bwana wa mbinguni wako katika wokovu, mfano wanakungojea katika imani, they will not be found, oh God, in a spiritual sleep. Mambo hayatawapata ghafla, lakini Mungu watakuwa na wakati wa kukusikiza. They will react lightly. They will take the right steps. They will take the right way, oh dear Father, to counter every frustration that will come on our way today. Ninawaombea neema, ninawaombea ushindi, ninakemea shetani na nguvu zake zote, na mipango zake zote, na mautawala zake zote. Kuanzia siku ya leo hawana nguvu juu ya maisha yako. Wewe uliye mgonjwa, pokea uponyaji wako. Wewe ambao unapitia vifungo na matatizo, ufunguliwe kwa jina la Yesu, na kuombea ushindi na kuendelea katika jina la Yesu. Bwana aweze kukubariki, na Bwana aweze kuwa pamoja na wewe. Naitwa Pastor Ben. Namba yangu ya simu 0722 53 88 66 0722 538866. Ukipata jambo lolote ambao ungependa tushirikiane, unaweza nipigie, unaweza niandikie ujumbe, na wale ambao wameniandikia tumeweza kusemezana pamoja na wao, tumeweza kushirikiana pamoja nao na kusaidiana. Na Mungu awabariki. I appreciate and I'm humbled that you have been our listener all through. May God bless you. May God do you good. I wish you a pleasant Sunday. May God protect you from every harm. May the power of the Holy Spirit overwhelm you in the name of Jesus. May the God of our fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, be your portion. Hizo promises ambazo walifanya, may it be your portion in the name of Jesus Christ. Mungu wetu aweze kukubariki. Mungu wetu aweze kukuinua. Mungu wetu aweze kukutenda mema. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 God bless you.